Kwetu sisi watu wa imani, milio ya vinubi ilimkaribisha Malkia Lightness Ndelwa duniani kuja kuungana na makundi mbali ya wanawake kusukuma gurudumu la maendeleo. Naam, jukwaa linamtaja malkia huyo mfanyabiashara kutoka Mbeya kama kiungo muhimu kwa makundi ya wanawake, mamlaka za umma, taasisi za kiraia na fedha kujadili changamoto na mafanikio. Kwa majina anaitwa Lightness Bartholomeo Ndelwa, ni mama wa mtoto mmoja. Ni mwanamke wa kwanza nyanda za juu kusini kufanya shughuli ya usiku wa mwanamke, siku ya mwanamke duniani. Mwaka 2020 niliona kuna sababu ya kukusanya wanawake ili tushare ideas. Sio tu kukutana na wanawake kupitia makongamano. Lightness amefanikiwa kugawa mitaji kwa wajasiriamali zaidi ya 1000, akiungwa mkono na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson. Wanawake tuliowafikia ni wengi sana. Wanaweza kuwa wamefikiwa zaidi ya wanawake 1000. Na asante Mungu, Mheshimiwa Tulia tulikuwa naye bega kwa bega. Amewafikia maelfu ya wanawake. Kwa hiyo imekuwa chachu kwenye jamii. Na nafikiri na wanawake wengine ambao wanaona wanafanya hivyo. Kwa unajua jamii watu wengi wamefikiwa kwa upana. Mapambano ya Lightness hadi kujipata yalitumia msuli si kidogo, kutoka kuajiriwa hadi kuwa mfanyabiashara. Na kuna wakati alikumbana na kisanga cha mkopo uliomwachia maumivu na ilikuwa kidogo tu apotee kwenye ramani. Wakati nikiwa kwenye biashara, mabenki yanasaidia wanawake na watu mbalimbali kwa ajili ya kujikuza kiuchumi. Niliweza kupewa mkopo benki, nikasafiri kwenda China, nikafunga mzigo. Bahati mbaya kumbe ilikuwa ni kipindi kile cha upepo mkali, ila ni bahati mbaya huwa haitokei. Ila siku hiyo nahisi ilikuwa ni bahati mbaya. Meli zikiwa zimepaki zinapakia makontena yalizama kwenye maji. So wakaopoa na sisi hawakuweza kutuambia chochote. Mizigo ikasafirishwa. Ile mizigo ambayo ilikuwa kwenye plastiki, mifuko ya plastiki vizuri, iliweza kufika vizuri, lakini mifuko ambayo ilikuwa inaingiza maji, nguo zilifika ni zimeoza, zinanuka. Light anafunga mjadala kwa kusigina maneno kwa herufi kubwa kuwa mara nyingi mwanamke hugeuka kikwazo kwa mwanamke mwenzie. Tuipokee tu, japo inauma sana. Tena na kazia, adui wa mwanamke ni mwanamke. Mwanamke ambaye hana kitu ndani ambacho kimesababishwa na Mungu, kumsaidia mwanamke mwenzie ni kazi ngumu sana. Ila kama mwanamke ana neema ya Mungu na ana kitu cha Mungu ndani yake, anaweza kumsaidia mtu mwingine pasipo kinyongo na kwa usawa, na pasipo kuhesabu yeye ana shilingi ngapi na mwingine ana shilingi ngapi, atamsaidia tu. Usisahau kwenye jamii unaweza kuwa mzuri kwa watu fulani, lakini kupitia kile unachokifanya kuna mwingine kinamuumiza na anakubadilisha na kufanya kuwa adui. Anasifika kwa sababu ana uwezo wa kuwaunganisha makundi mbalimbali ya kibiashara na mambo yao mengi. Ni mwanamke ambaye anaheshimika na fahamika vizuri. Rekodi yake katika jamii ni rekodi nzuri. Kwa hiyo ni dada mpambanaji kwa kweli, namfahamu vizuri. Karibuni toka mwaka 2020 huko. Ndaga fijo ndugu zangu kwa tafu za Malkia Lightness Ndelwa kama inspirational icon. Mapembero mpokeni kwa shangwe na vifijo. Naitwa Lightness Bartholomeo Ndelwa, malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao.